mkoani Mwanza, moja ya maeneo ambayo mgombea urais kupitia chama cha ADA TADEA Georges Busungu anawasili hapa kwa ajili ya kutimiza haki yake hiyo ya kikatiba. Nikualike sasa tufuatane naye na pengine baada ya kupiga kura aende kutueleza pengine mtazamo wake ni upi na kipi ambacho labda amekiona na neno la kuambia Watanzania katika kipindi hiki ambacho Watanzania wanatimiza haki yao hiyo ya kikatiba. Kwa hiyo tuungane naye, ndivyo anavyowasili hapa na anaelekezwa nini ambacho anapaswa kufanya ili sasa aweze kutimiza haki yake hiyo ya kikatiba. Basi namna hiyo, mtazamaji, mgombea urais anaenda sasa kupiga kura ikiwa ni sehemu ya kutimiza haki yake hiyo ya kikatiba. Basi nasi tuko hapa tunasubiri akimaliza tuweze kuzungumza naye, atueleze zoezi amelionaje, pengine ana yapi pia kuambia Watanzania kutokana na umuhimu wa tukio hili kwa taifa la Tanzania. Tukio la uchaguzi huu ni uchaguzi wa 7 toka Tanzania ingia kwenye mfumo wa vyama vingi. Ni uchaguzi wa 7 ambao Watanzania sasa wanapata haki yao hiyo ya kuwachagua viongozi wanaowataka, kwa maana katika ngazi ya udiwani, ngazi ya ubunge, lakini ngazi ya kiti cha urais. Nasi hapa tuliye naye ni mgombea kiti cha urais kupitia chama cha ADA TADEA ambaye yeye amechagua kupigia hapa Ngudama. Wanasema wema unaanzia nyumbani. Kwa hiyo na yeye ameamua kutenda wema akianzia nyumbani, kwa maana ya kupiga kura akiwa katika maeneo yake ya nyumbani. Hapa Misungwi ndiko kwa mgombea huyo anaenda sasa kupiga kura kwenye maeneo na msimamizi anamwelekeza. Ndio wanavyohitimisha hivyo, mtazamaji wa TBC. Ndio wanavyohitimisha hivyo. Kwa hiyo utaratibu wa kawaida kwamba ukimaliza unawekea alama hiyo. Ndivyo ilivyokuwa, na sasa mtazamaji twende kuzungumza naye. Na sasa mtazamaji ni mgombea huyo wa urais kupitia chama cha ADA TADEA Georges Busungu ambaye amepiga kura hapa katika kituo cha Ngudama namba 1. Hongera sana kwa kutimiza haki yako hiyo ya kikatiba. Nashukuru sana sana. Pengine zoezi umelionaje na lipi ambalo ungependa uambie Watanzania? Zoezi naona linaenda vizuri, lakini nimeona kidogo sasa hivi watu asubuhi hii watu ni wachache, na kwa sababu natokea nyumbani watu wengi wamekwenda kufanya shughuli za kilimo kwanza na watakuja baadaye, lakini zoezi liko safi na hali iko tulivu na watu wamehamasika kwamba watakuja kupiga kura baadaye. Una wito gani kwa Watanzania? Nataka kusema kwamba Watanzania wenzangu tujaribu kufata sheria, na ninashukuru kwamba wameitikia wito wa serikali wa kutulia na kutoandamana, kwa sababu hali ni shwari na wala huwezi kuamini kwamba kuna mtu aliyekuwa na pia kelele kuhusu maandamano, kwa sababu wananchi wote wako kwenye shughuli za kawaida na wanajiandaa kuja kupiga kura, na hali yenyewe iko shwari na hamna tatizo kabisa. Hongera sana. Nashukuru sana. Georges Busungu, yeye ni mgombea urais kupitia chama cha ADA TADEA ambaye yeye amepiga kura hapa katika kituo cha Ngudama namba 1 katika halmashauri ya wilaya ya Misungwi, akieleza namna ambavyo zoezi limekwenda. Kwanza ni ulivyomsikia, anasema anaridhishwa na mwenendo, lakini pia ameendelea kuwasisitiza Watanzania kuendelea kutimiza haki yao ya kikatiba kwa amani na utulivu, na ndivyo anavyoondoka hapa kwenye kituo hiki baada ya kutimiza haki yake hiyo ya kikatiba. Asante sana Gideus Audax kutoka huko mkoani Mwanza, ambapo tumeshuhudia kwa uzuri kabisa mgombea urais wa chama cha ADA TADEA
akitumia haki yake ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura, na ametoa wito basi kwa Watanzania kwa ujumla popote pale ulipo, wewe ambaye umejiandikisha katika daftari la kudumu la kupiga kura. Leo ndio Oktoba 29. Ni ukukumbushe kama umesahau, leo ndio Oktoba 29. Amka, nenda na kitambulisho chako katika kituo chako cha kupiga kura, na utaratibu ni rahisi. Ukifika tu pale, yani utaelekezwa. Yani wewe cha msingi ni kufika. Fika katika eneo lako la kupigia kura. Ukifika utaelekezwa, utaambiwa haya, mstari wa kina baba ni huu, mstari wa kina mama ni huu. Ikifika zamu yako, jina lako litaitwa kwa sauti, yani Elizabeth Mramba, ili basi wale mawakala wa vyama nao wanalile daftari la kudumu la wapiga kura kuhakikisha kweli kwamba Elizabeth Mramba yumo, na wakisha thibitisha kwamba umo, basi utapewa muda wako ukifika, utapewa zile karatasi za kupiga kura. Karatasi 3 kwa upande wa hapa Tanzania bara. Karatasi kwa ajili ya kumpigia mgombea urais, mgombea wa ubunge pamoja na mgombea wa udiwani. Ya urais itakuwa ni ya rangi ya bluu, udiwani ni ya rangi nyeusi, na ya rangi nyeupe, nyeusi ni ubunge na nyeupe ni udiwani. Alafu ukishaenda kwenye kile kituturi, kieneo maalum kabisa cha kupigia kura ambacho kina usiri, utapiga kura yako. Ukimaliza utaenda kuweka kwenye maboksi. Zile karatasi zenyewe zina rangi kama yale maboksi yalivyo na rangi, basi utajua hii ya urais utaweka kwenye boksi lako la blue, hii ya ubunge kwenye boksi jeusi, hii ya udiwani kwenye boksi nyeupe. Na hapa namuelimisha pia Gabriel Zakaria na Esero Mafuru kwa sababu wao bado hawajaenda kupiga kura. Mimi nimeenda kupiga kura na ndio maana nayafahamu yote haya. Gabriel Zakaria na Esero Mafuru naambiwa kwamba kule Pemba wako tayari. Mwenzetu Nasra Hatibu ambaye yuko Pemba yupo tayari. Kunani Pemba? Nasra Hatibu, karibu katika matangazo haya maalum ya uchaguzi mkuu. Asante Elizabeth Mramba, nimekupatia vyema kabisa hapo studio zetu za Dar es Salaam. Kwa kweli kisiwani Pemba siku ya leo, tokea jana tumeamka na neema ya mvua kubwa sana. Pamoja na yote hayo, lakini wananchi wanaendelea kujitokeza kupiga kura katika vituo mbalimbali. Kisiwa cha Pemba kina mikoa miwili, mkoa wa Kusini na mkoa wa Kaskazini Pemba. Pia kuna wilaya 4, wilaya Chake Chake, wilaya Wete, wilaya Mpwani na wilaya ya Micheweni. Kuna majimbo 18 takriban ya kupigia uchaguzi. Na hapa nilipo nipo katika jimbo la Kojani, wilaya Wete, kijiji cha Kangagani, mkoa wa Kaskazini Pemba. Nipo katika skuli ya sekondari ya Kangagani. Nimekutana pamoja na mgombea wa urais kupitia chama cha NRA, Hamis Faki Mgao, ambaye tayari ameshapiga kura yake mapema. Nipo naye hapa, atakizungumza, atatupa mawili matatu kuelezea hali halisi ya upigaji kura umeenda vipi katika kituo hichi. Mheshimiwa mgombea, karibu sana. Asante. Mtazamaji wa TBC anataka kufahamu toka ulipofika hapa na tayari umeshapiga kura yako, zoezi lilikuwaje kwa ujumla? Asante. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kutujalia leo tukiwa tuko katika hali ya uzima na afya. Kwanza nitoe shukrani kwa rais wetu wa Zanzibar na Jamhuri ya Muungano wa Samia. Huu uchaguzi wa aina yake, yani uchaguzi huu tangu unaanza mpaka leo amani imetawala sana. Hii itakuwa ni historia. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, zoezi la upigaji kura tangu jana tarehe 28 linakwenda vizuri, hakuna tatizo lolote, hakuna usumbufu wowote. Na chengine ambacho kwa nimekiona, watu wa tume uchaguzi tangu tunaanza nao wako sambamba na sisi, tunakwenda vizuri mno. Yani hivi ninavyokuambia, hatuna mashaka na tume ya uchaguzi ya Zanzibar kwa sababu hii. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, naamini tume yetu ya uchaguzi itamtangaza atakayeshindwa. Ninachokiamini mimi ni hicho. Tume iko huru, tume iko safi, tume haina shida yoyote sasa hivi. Alhamdulillah kwa hilo. Tumeshuhudia mvua. Mwamko wa wananchi ukoje hapa? Hali ya mvua kwa kweli Pemba leo kuna mvua kubwa sana, lakini mwamko wa wananchi tunawaona kila vituo wamejitokeza kwa wingi na wanazidi kutiririka. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kwanza mimi nasema tangu jana tuna neema. Hii ni neema. Mvua ambayo tumetafuta kwa siku nyingi, Mwenyezi Mungu ametupa baraka, ametuletea ndani ya siku za kupiga kura. Hii ni neema, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa vile kwa neema hii Mwenyezi Mungu aliyotupa, basi na inshallah Mwenyezi Mungu atatupa neema nyingine nzuri zaidi ya rais atakayeshinda, ndiye atakayetangazwa. Na unaambiaje ambao bado labda hawajafika kituoni hapa kwa ajili ya kutimiza haki yao ya msingi? Mimi naomba wajitokeze kwa wingi.
huu ndio muda wa kuchagua viongozi, kwa sababu tuna kawaida mtu hamchagui kiongozi kisha baadaye analalamika. Nafasi yako ni hii, njoo upige kura, mchague kiongozi unayemwona anastahiki. Lakini pia amani tulionayo, mshukuru Mwenyezi Mungu na tuendelee kudumisha amani yetu. Unapokuwa kwenye mchakato kama huu, kuna mambo mawili, kuna kushindwa na kutokushinda. Wewe matokeo atakapotoka utapokea kwa hatua gani, kwa hali yote ile ambayo majibu yatatoka? Mimi nasema kwa imani nilionayo, kwa furaha nilionayo, yoyote atakayeshinda, atakayetangazwa, basi mimi nitamunga mkono kwa 100%, kwa sababu sina mashaka na tume yetu ya uchaguzi ya Zanzibar. Tume imejipanga vizuri mno tangu tunaanza mpaka tunamaliza nao. Mimi naamini hawawezi kubadilisha matokeo. Naam, nikushukuru sana. Asante sana. Mtazamaji wa TBC1, huyo ni mgombea urais kupitia chama cha NRA. Amepiga kura kituo cha shule Pangani. Hapa ndio nyumbani kwao ambapo amezaliwa na tayari ameshatimiza haki yake ya msingi ya kidemokrasia. Mimi basi sina la ziada. Sina la ziada kutoka kwa Kaskazini Pemba. Elizabeth Mramba na wengine hapo studio, nirudishe kuendelea na watu wengine ambao katika vituo mbalimbali nchini Tanzania. Asante Nasra, kabla ya kuondoka hapo, ningetamani kufahamu machache, mtazamaji angependa kufahamu machache pengine kutoka hapo ulipo. Vipi kuhusu miundombinu kwa makundi maalum yale ambayo yanahitaji usaidizi? Umeona nini hapo? Nasra, pengine nirejee swali langu kama utakuja nisikia. Nauliza kwamba vipi kuhusu miundombinu rafiki kwa watu wenye kuhitaji usaidizi wa miundombinu hiyo, nikimaanisha makundi ya watu wenye ulemavu, lakini pia kina mama wajawazito, wazee. Umeona nini katika vituo ulivyopitia? Kwa kweli katika vituo ambavyo nimepitia tokea muda wa asubuhi, pamoja na kuwa hali ya mvua inaendelea, nimetoka mkoa wa Kusini, sasa niko kaskazini, lakini hali inaonekana utaratibu ni mzuri kwa wapiga kura wote, salama. Kuna wamama ambao ni wazee, tumeona nao kama wenyewe walivyozungumza kwamba wamefika hapa na wamepokelewa na makarani, wameingizwa ndani pamoja na kwa foleni kubwa, lakini kutokana na hali zao na mahitaji yao. Kuna mama wajawazito pia nao wamepewa kipaumbele pamoja na hali ya mvua ambayo tunao, lakini kwa kweli hawakupata changamoto ya aina yote hadi sasa ambao utaratibu na zoezi la uchaguzi linaendelea hapa. Naam, asante sana Nasra Hatib. Tumekupata kwa uzuri kabisa kutoka huko Pemba ambapo mgombea urais kupitia chama cha NRA amepata fursa ya kutumia haki yake ya msingi na ya kikatiba ya kupiga kura kuwachagua viongozi ambao anawataka wamuongoze katika kipindi kingine cha miaka 5. Na awali hapo visiwani Zanzibar pia mgombea wa urais kupitia chama cha Mapinduzi CCM Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, naye alitumia fursa yake ya kimsingi na ya kikatiba ya kupiga kura. Najua Isero Mafuru tayari ushaelekea Kaskazini Pemba, yes, kutaka kufahamu takwimu zinasemaje pale Pemba. Mtazamaji, tumesema hatuachi kitu. Tuko pembe zote za Tanzania, lakini vile vile kitakwimu tuna takwimu zote. Yes, kifikra niko Dar es Salaam, kimwili niko Dar es Salaam, kifikra niko Kaskazini Pemba. Na naomba tupite Kaskazini Pemba kama ambavyo ametoka kusema nasi Nasra Hatib kutoka pale Kojani. Wagombea katika mkoa wa Kaskazini Pemba wenye majimbo 9 ya uchaguzi, kuna wagombea jumla 107 wa ubunge, na katika maeneo yote haya majimbo 9 ambako Nasra alikuwa Kojani, wamesimama wagombea 10 kutoka vyama mbalimbali vya kisiasa. Jimbo la Konde wamesimama wagombea 14, kule Ganda wamesimama wagombea 9, Micheweni wagombea 12, Tumbe vyama 13 vimesimamisha wagombea, Wingwi kutoka vyama 15 wagombea wamesimama, Pandani wagombea 13 wa vyama mbalimbali, Mtambwe vyama 9 vimesimamisha wagombea, na kule Wete wamesimama wagombea 12. Na kwa ujumla idadi ya watu Kaskazini Pemba ina jumla ya wapiga kura 42,700.